Kwanza kabisa asante kwa kunipa fursa hiyo kwa kuzungumza na Digital. Mimi naitwa Gakuba Romario Abdul-Jabbar maarufu Romario. Ah, Mimi ni mtangazaji wa habari, sio habari ya michezo tu, habari zingine yani news tangu mwaka 2005, lakini 2004 sababu nianza 2004 nikiwa kwenye Flash FM, lakini baada ya miezi michache tu nikaajiriwa kwenda kujiunga na Contact FM ambapo nilianza sasa kufanya kazi ya michezo. Na mechi yangu ya kwanza nakumbuka ilikuwa ni tarehe 30 mwezi Januari 2005 kama mwana michezo. Ilikuwa ni mechi ya kitaifa ya kimataifa ambapo Rayon walikuwa wanawakilisha Rwanda kwenye mashindano ya shirikisho wakati huo 2005, msimu huo 2005 tarehe 30 mwezi Januari 2005 wakicheza dhidi ya Daring Club ya Motema Pembe, yani Motema Pembe na Rayon wakafungwa goli 3-0. Kwani kibarua nimepewa kwanza kama ni test. Sasa kabla tujaendelea kuongelea kwa undani sasa. Naam. Kwa nyumbani maanisha Tanzania. Tumekuwa kwenye kipindi cha usajili. Naam. Bado watu wanaendelea kushusha vyuma. Naam. Wachezaji wapya Kwa ajili ya msimu unaokuja 2026 27. Na tayari baadhi ya timu zimeanza pre-season maandalizi kwa ajili ya msimu huo. Simba kutoka Tanzania bara, Singida Black Stars tumejishuhudia hapa katika mashindano haya ya jana. KVZ imecheza leo ya Rayon. Watu wanatamani kusikia kuhusu wachezaji wao wapya ambao wameanza sasa kutumika na katika tournament. Simba imetoka suluhu kwanza performance ya Simba, experience ambayo umekuwa nayo na namna ambavyo umekuwa unasikia Simba. Mimi naweza kusema kwamba jana nishangaza namna ambavyo walicheza, lakini hasa kipindi cha kwanza timu ambayo ilikuwa haitengenezi nafasi ya kufunga, jambo ambalo nimeshangaza kidogo, kwa sababu Simba tunaizoea kama timu ya kufunga magoli mengi, timu ambayo inacheza mpira mzuri wa kuvutia, lakini jana hasa kipindi cha kwanza hawajacheza vizuri. Kipindi cha pili hasa dakika za mwisho ndipo walianza kupata nafasi za kufunga. Bahati haikuwa kwa upande wao, walitengeneza nafasi za kufunga, hawakuweza kufunga. Bahati haikuwa kwa upande wao, walitengeneza nafasi za kufunga, hawakuweza kuzitumia ipasavyo. Lakini upande mwingine na bahati yenyewe haikuwa upande wao, lakini vile vile sema kwamba na timu ambayo walicheza nayo iliwapa kazi Mogadishu City. Unajua watu wana ile kufikiri kwamba ni zile timu za Somalia, zile timu za Mogadishu, kama ilikuwa enzi ya miaka timu kama hivyo 80 zilikuwa ni timu zenye hazina viwango. Lakini unaona kwamba wameboresha viwango vyao, wamewasajili wachezaji ambao ni wazuri kutoka Ivory Coast, nchi mbalimbali, sio zile timu za Djibouti, sio zile timu za Somalia ambazo kwa tunazoea kuwa zinapigwa 9 ngapi. Ni tofauti. Kwa hiyo watu wanaweza wakashangaa kwenye haya mashindano ya Sekafa Kagame Cup. Nani alikuimpress Simba kwa namna ambavyo ulitazama mchezo? Nilimuona mchezaji alikuwa ni nani, kuna kiungo katikati anaitwa Hussein Davi. Alikuwa mchezaji mzuri sana na utulivu, pamoja na winga moja hivi wazuri. Yule Dumbia ana maumbile yake, unaona kwamba ni ng'ang'ari kabisa, lakini hayanivutia sana, ila mchezaji ambaye anaweza kuisaidia Simba kutokana na kwamba anacheza na kasi. Wakiwa na wachezaji ambao wanacheza na akili sana, ile mpira naweza kusema second ball wanaweza kufunga magoli. Singida wao wameanza kwa kupoteza mabingwa watetezi.
Mabingwa watetezi walishangaza sana. Kiwango chao si ile Singida ambayo tuliona msimu uliopita. Hapana, ilikuwa na wachezaji ambao kweli unaona wanacheza na kasi, wenye uzoefu mkubwa, kutengeneza nafasi nyingi za kufunga, lakini jana naweza kusema kwamba Jamus walikuwa wazuri zaidi, na hata namna ambavyo mwalimu anaosoma mchezo kipindi cha pili walijaribu kutengeneza, lakini ukiangalia kwa jumla ya mchezo wote nisema kwamba Jamus walikuwa wazuri zaidi. Kuna miaka ambayo umewahi kuja Tanzania, ulimdokezea kidogo Yanga walikualika, unaweza kutupa experience kwaje, ulifahamiana vipi na kiongozi gani ambaye ulizungumza naye? Kwanza ilikuwa ni 2023 katika mechi za shirikisho. Hapo walikuwa wanakabiliana na Ermeri. Wakati walikuja huku mimi nilikuwa match announcer. Katika hiyo mechi niliweza kuzungumza nikitumia lugha tatu ya Kiswahili, Kiingereza pamoja na Kifaransa. Sasa kuzungumza nikitumia lugha tatu ya Kiswahili, Kiingereza pamoja na Kifaransa. Sasa makamu rais wa Yanga Arafat Haji akavutiwa na kwa namna ambavyo nilikuwa nazungumza Kiswahili. Nikaongea naye, kaniuliza, je, wewe ni Mtanzania? Kama hapana, mimi ni Mnyarwanda, wala sijawahi kuvuka mpaka, ila natamani sana kutembelea jiji la Dar es Salaam kwa sababu nasikia ni jiji ambalo lina vituko. Basi akasema mimi nakupa mwaliko. Akanialika na wakanitumia tiketi ya ndege, na nawashukuru sana Yanga, wanitumia ndege sio economy class, nilitumiwa tiketi ya business class. Nilikuwa kwenye hoteli nzuri sana 5 star. Nawashukuru sana Yanga kwa kuwa waliona kipaji changu. Wakati huo nilitakiwa kuwa match announcer, mechi ya marudiano kwenye Azam Complex, lakini sasa ukawa changamoto kwamba FF walikataa kusema kwamba hiyo ni majukumu yetu sisi kutafuta nani atakuwa match announcer. So kwa hiyo nilikaa jukwani nikaangalia mechi. Ushirikiano wako na Yanga ulishia hapo au bado unaongea na Arafat? Arafat ni tunaongea kama kawaida, japokuwa kuna muda, lakini tunaongea na namshukuru sana kwa kuwa aliweza kunipa fursa hiyo. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuingia Dar. Kwa uzoefu wako unaweza ukatoa maoni ambayo yakawa na uzito zaidi, kwa sababu umekuwa mdau kuzungumzia mpira wa Afrika kwa ujumla kulingana na kazi ambayo umekuwa unafanya. Ukiangalia ukanda wa Afrika Mashariki kwa sasa kasi inaonekana kuongezeka, walau timu za Afrika Mashariki wanaweza kufika robo finali kwenye mashindano ya Afrika kwa maana ya CAF Champions League na CAF Confederations. Unaona pengine tunaweza kufika kwenye kiwango cha ukanda kama Afrika Magharibi, kaskazini na hata Afrika Kusini? Niseme kwanza niwapongeze TFF. Kwa nini? TFF wamefanya kazi kubwa pamoja na bodi ya ligi, uendeshaji wa ligi, timu ambazo namna ambavyo wanajiandaa wanafanya kazi kwa weledi, hasa kwenye timu Yanga, timu kama Simba. Viwango vimepanda zaidi kwa sababu wameanza kuwa na nisemeje, namna ambayo ya kufanya kazi kwa weledi mkubwa sana. Lakini sio hiyo tu, ukiangalia Tanzania kwa jumla wamepiga hatua kubwa sana. Tukumbuke kwamba Tanzania U17 walicheza fainali AFCON. Inaonekana kwamba ni kazi kubwa ambayo imepigwa. Wameanzia chini, wanachukua muda wa kuandaa vipaji, na naamini kwamba itafika nyakati ambazo tunaweza kushuhudia Tanzania kuwa na matokeo mazuri bora zaidi. Kwa nini tuzione Simba ama Yanga ama Azam zote zikiwa zinaweza kufika fainali na kuchukua ubingwa? Hiyo ni hatua kubwa wamefanya, lakini vile vile kuna mchango mkubwa wa wawekezaji katika hizi timu ambazo tumeziona zikifika kwenye fainali. Lakini kwa jumla naweza kusema kwamba namna ambavyo wanafanya kazi kwa weledi imewasaidia sana Watanzania kupiga hatua kubwa, na inaweza kuwa ni fundisho kubwa kwenye hizi timu hizi nchi zingine, Uganda na Kenya.
kuiga ni nini walifanya ili kuweza kufika kwenye viwango bora kama hivyo, ama kuweza kufika kwenye hatua kubwa hiyo, inatakiwa kuchukua muda. Lakini sasa kama tunachukua muda, ni nani yuko kwenye hayo majukumu? Ni mtu ambaye anaweza? Hapo ndo kuna changamoto, kwa sababu kuna nyakati ambazo watu ambao wanaendesha vilabu hawana ule ujuzi, hawana ule weledi. Ikiwa sasa hata wanaweza kuwa na hela kibao, uchumi upo, pesa zipo, lakini hawana namna ambavyo kufanya kazi kwa weledi, hawezi wakafaulu. Sana wakati mwingine tunaweza tukaongea zaidi.